Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na lile sakata la mchezo wa Kariakoo Derby kati ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, mechi ambayo imekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania, si Tanzania hata nje ya Tanzania, kwa sababu kuna wadau wengi wanaifuatilia klabu ya soka ya Simba sambamba na klabu ya soka ya Yanga, ambapo tunashuhudia mechi hii imechukua ukurasa mpya mara baada ya kupangiwa tarehe mara tatu mechi ya mkondo wa pili, ambapo tarehe ya kwanza ilikuwa ichezwe tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini tarehe ya pili ilipangwa kuchezwa tarehe 15 ya mwezi wa 6 mwaka 2025, lakini mechi haikuchezeka, na sasa tarehe rasmi ambayo imeweza kupangwa ni tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025. Sasa mechi imeweza kuwahusisha watu wengi ambao wameweza kuifanyia maamuzi, wakiwamo viongozi wa serikali, wakiwamo viongozi wakubwa wa mpira wale wastaafu, hata viongozi wa mpira wenyewe kama bodi ya ligi kuu Tanzania bara wamehusika kuamua mechi, kwa sababu imekuwa na utata kutokana na kila klabu kuweza kuonyesha misuli kwa mwenzake. Sasa kinachoendelea kwa sasa tunaona kimeweza kuvuta taswira mpya, na watu wengi wameona kwamba kwa sasa ligi yetu inaweza ikashuka thamani kutokana na mvutano ambao unaendelea baina ya klabu ya soka ya Simba na klabu ya soka ya Yanga Sports Club, huku wakishutumu bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kuharibu ligi kuu ya Tanzania bara, kwa sababu tunashuhudia kuna baadhi ya viongozi ambao wameshindwa kusimamia zile sheria ambazo zinailinda bodi ligi yetu. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine, ndio maana tayari kuna baadhi ya viongozi wa bodi akiwamo CEO Almas Kasongo ameweza kusimamishwa. Tunamshuhudia makamu mwenyekiti naye pia ameandika barua kujiuzuru katika bodi ya kurugenzi ya TFF. Kwa hiyo tunaona sura hii imekuwa mpya. Sasa ngoja tukaangalia zile athari ambazo kwa upande mwingine ligi yetu ya Tanzania inaweza kukumbana nazo. Ikumbukwe kuna baadhi ya viongozi wa serikali ambao wameweza kuingilia kuweza kufanya maamuzi mpaka kupelekea mchezo huu kuchezwa. Kwa hiyo tunaona kwa mujibu wa sheria za FIFA zinazosimamia mpira wa miguu duniani zinasema kwamba serikali haipaswi kuingilia masuala ya kimichezo, kwa sababu kwa upande mwingine ikiwa serikali itaingilia masuala ya kimichezo, basi kuna uwezekano mkubwa nchi fulani ama nchi husika ambayo serikali yake imeingilia masuala ya kimichezo, basi ligi yake itakwenda kufungiwa. Kwa hiki ambacho kinaendelea, tunaona Simba Sports Club mpaka sasa wamekaa kimya, hawapo tayari kutoa taarifa ama watapeleka timu uwanjani tarehe 25. Sasa mambo haya kama yakiweza kufika mpaka kule FIFA, kuna uwezekano mkubwa uchunguzi ukaweza kufanyika, na kama itabainika kuna baadhi ya viongozi wa serikali ambao waliingilia kuweza kufanya maamuzi, kwa sababu kumbukwe vile vile kuna taarifa inasema kwamba kuna kiongozi wa serikali ambaye alipiga simu katika geti la uwanja wa Benjamin Mkapa na kuzuia Simba kufanya mazoezi ile tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, basi huenda tukashuhudia ligi yetu ya Tanzania ikafungiwa, kwa sababu ligi mbalimbali duniani tunashuhudia hapa barani Afrika vile vile zinafungiwa kutokana na serikali kuingia masuala ya michezo. Lakini kupitia naibu waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, hapa tukienda kumwangalia Hamisi Mwinjuma Mwanaifue, kupitia taarifa ambayo aliweza kuitoa, aliweza kudhibitisha kwamba serikali wao kupitia wizara ya sanaa, utamaduni na michezo basi hatoingilia sakata hilo, na wameiachia TFF na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kuamua kuhusiana na mustakabali wa mchezo huo wa Simba dhidi ya Yanga Sports Club, huku akienda mbali zaidi na kusema kwamba wanalifuatilia kwa ukaribu sakata hilo. Kwa hiyo kwa upande mwingine tunaona kwa wao kama serikali wameweza kujiepusha, lakini kama FIFA wakichunguza, wakibaini kuna vielelezo vyovyote mambo vya sheria ambavyo vimesababisha serikali kuingilia mchezo huu, basi kwa upande mwingine huenda tukashuhudia ligi yetu ikafungiwa kwa kitendo cha serikali kuingilia michezo ama kuingilia mpira wa miguu, kwa sababu FIFA sheria zao haziruhusu iko kitokee. Kwa hiyo tunaona watu wengi wanaofu sana, kwa sababu ukiangalia mchezo huu umekuwa ni gumzo kubwa mpaka sasa. Watu wengi wanajiuliza, je, Simba watapeleka timu? Je, itakuwaje hiyo tarehe 25 ya mwezi wa 6 mwaka 2025? Nini maoni, ni mtazamo kwa kile ambacho kinaendelea? Je, ni sahihi kwa FIFA kufungia ligi yetu kwa sasa ama ligi iendelee kuwepo Simba na Yanga ziondoshwe? Mtoa mtazamo wako kwa kile ambacho kinaendelea katika comment section hapo.